taifa la kikoloni katika enzi za kikoloni. Tutakuwa na maelezo zaidi kuhusiana na eneo hilo. Murimi Mwangi ameandaa taarifa hiyo, lakini kwanza tupate vidokezo. Kioja katika kaunti ya Makueni baada ya wakazi wa eneo moja kudai kumwona Maria mamake Yesu kwenye jiwe moja katika eneo hilo. As we approach the elections, the drums of possible violence are being heard by all of us. And if you haven't heard them, then you don't know anything about this country. Jaji mkuu aonya kuhusu matamshi ya uchochezi ya wanasiasa, akisema yanatishia kulirejesha taifa kwenye machafuko msimu wa uchaguzi mkuu ujao. Wakati nimeshafunja milangoni, nimepata mama mmoja na mwenye hiyo nyumba. Kama niko ndani, nimefunga singo yake na net. Mwanamke mmoja alazwa katika hospitali moja mjini Kisumu baada ya kuchomwa na mwanamume anayedaiwa kuwa mpenzi wake. Vurugu za kumba mji wa Isiolo kufuatia kuuawa kwa watu wawili kwenye mpaka wa Meru na Isiolo. Karibu kwa taarifa zetu. Naitwa Mashirima Kapombe na mtangazaji wetu wa ishara ni Meresha Owiti. Tunaanza na taarifa ya kusikitisha. Mwanamke mmoja kutoka mtaa wa Nyalenda jijini Kisumu amekimbizwa hospitalini akiuguza majeraha ya moto baada ya kuchomwa kwenye kisa kinachoshukiwa kuwa cha mahaba kwenda mrama. Mshukiwa wa kitendo hicho alitoweka pindi tu alipoiwasha moto nyumba ya mwanamke huyo na polisi bado wanamsaka. Macho ya wakazi wa eneo la Capital Nyalenda jijini Kisumu yakiilenga kwa mshangao nyumba iliyoteketea. Mabaki ya bidhaa za nyumbani zilizochomeka, moshi, makaa na jivu, vyote vikielezea ghadhabu ya aliyeitia nyumba hiyo mafuta na kuipiga kiberiti. Ulikuwa saa 9:30 mchana hii. Nilikuwa nalala kwa nyumba yangu na nilikuwa naona moshi kama natoka kwa mabati. Dakika kidogo nikutoka nje, nikukuja mpata milango huu imepiga kifuli na nje. Vijana wa mtaa walisaidia kuvunja mlango huo na kumpata mama mwenye nyumba akiwa taabani. Nimepata mama mmoja na mwenye hiyo nyumba. Kama niko ndani, nimefunga singo yake na net, kitambaa ya net. Na nimeona damu umetoka kwake. Majirani nao wanashuku kilikuwa ni kisa cha fumanizi, mpenziwe wa kiume akimpata na mwanaume mwingine. Mwanaume huyo alipotoroka, mpenzi wake kwa hasira akajaribu kumnyonga na kumtia moto na baadaye kutokomea. Mwanawe alisalia akiangua kilio baada ya kushuhudia yaliyomfika mamaye. Mume wa mwanamke huyo anasemekana kuaga dunia miezi 3 iliyopita, lakini mwanamke anasemekana kuwabadilisha wapenzi mara kwa mara. Aidha, majirani wanasema haya si mageni kwao mtaani. Mama, mambo ya kuleta mabwana, kila bwana anaweza kuleta kifo. Sasa jihadhari sana. Kuleta mabwana amefukuza tena ameleta wengine na kufukuza. Mwathiriwa anaendelea kupata matibabu katika hospitali ya Jaramogi Oginga Odinga, huku mshukiwa anayesemekana kuishi naye awali kwa miezi 3 akisakwa na polisi. Mark Namaswa, KTN leo. Kwingineko, taharuki imetanda katika kaunti ya Isiolo kufuatia mauaji ya watu wawili yaliyotekelezwa usiku wa kuamkia leo katika eneo la Gambela kwenye mpaka wa Meru na Isiolo. Mauaji hayo yamesababisha uhasama kati ya jamii za Meru na Borana. Vijana walifika katika mitaa ya Isiolo na kuharibu mali ya wakazi, lakini maafisa wakaingilia kati kudhibiti hali. Hali ya wasiwasi imeendelea kushuhudiwa kwenye mpaka baina ya kaunti hizo tangu mapigano baina ya jamii hizo mbili kuanza kuripotiwa. Watu kadhaa waliuawa Jumatano usiku kufuatia vurugu baina ya jamii hizo zinazodaiwa kutokana na mizozo ya malisho ya mifugo.
Na moja kwa moja basi tuelekee hadi eneo hilo ambapo mwanahabari wetu Carol Nderi yuko kwa sasa. Nderi, kama unatupata, tueleze hali iko vipi hivi sasa? Hujambo mwenzangu Mashirima. Ndio, tuko katika kaunti ya Isiolo, hususan katika mji wa Isiolo, na hivi sasa Mashirima, hali imerejea. Kuna utulivu kwa sasa. Maduka awali yalikuwa yamefungwa na kulikuwa na taharuki, lakini hali hiyo ya taharuki na wasiwasi imeisha, japo kuna taharuki kidogo hapa na pale, lakini kwa kijumla tunaweza kusema kuwa hali ya utulivu imerejea. Mashirima, kama ambavyo umetaja na kama ambavyo inajulikana, hali imekuwa ya wasiwasi katika mji wa Isiolo hii leo, lakini tumeweza kupata mazungumzo moja kwa moja na kamishna wa kaunti ya Isiolo George Natembea, ambaye amesema kuwa kuna vijisababu kadha wa kadha ambavyo vimechangia katika hali hii ya ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Mwanzo kabisa tuseme kama wiki au muda wa juma moja ambayo umepita, au wiki mbili hivi ambazo zimepita, kumekuwa na malumbano katika mpaka wa kaunti ya Meru na Isiolo, katika eneo la Mutwati, Gembe Kaskazini, na eneo la Kulamawe pale Isiolo, ambapo kumekuwa na madai ya wizi wa mifugo, ikiwa ni pamoja na baadhi ya viongozi kulaumiwa kwa maneno ya uchochezi, kwa sababu pia inadaiwa kuwa miradi ambayo inatarajiwa kuwepo ya Lapset na Resort City, huenda kuna baadhi ya watu watakaofaidika, hasa mambo ya fidia na kadhalika. Kwa hivyo mambo ni mengi, na wanasiasa wanatahadhariwa dhidi ya kuzungumza au kuchochea wenyeji wa kaunti hizi mbili, lakini Mashirima, kwa sasa kuna hali ya utulivu. Naam. Asante sana Carol Nderi. Bila shaka tuweza kupata taarifa zaidi kutoka Isiolo katika taarifa zetu za baadaye, lakini tukiendelea na taarifa zinazofungamana na hali hiyo, Jaji Mkuu Willy Mutunga ametoa tahadhari kuwa iwapo serikali na mashirika ya kijamii hayataingilia kati matukio ya hivi majuzi kuhusu joto la kisiasa na matamshi ya chuki yanayoenezwa, huenda taifa hili likajipata katika matukio ya mwaka 2007 na mwaka 2008. Francis Mtalaki ana maelezo kamili. Akiongea katika hafla ya uzinduzi wa kampeni ya kuboresha demokrasia nchini, Mutunga ameelezea masikitiko yake kuhusu jinsi zeze na mirindimu ya kisiasa inavyochezwa au kuchukua mkondo usiofaa. Aidha, rais huyo wa mahakama ya juu anahofu kuwa huenda kauli za chuki zinazoelekezwa zinatumbukiza taifa hili kwa ile taswira ya mwaka 2007-2008. Our elites do not seem to have a consensus on what it is in the national interest and how to build our nation and state under the 2010 Constitution. And as we approach the elections, the drums of possible violence are being heard by all of us. And if you haven't heard them, then you don't know anything about this country. Ni mienendo ya wanasiasa hasa katika siku za hivi majuzi kuropokwa visivyo, ambapo matamshi ya chuki yanaonekana kuchochea Wakenya kuwagawanya katika misingi ya kikabila ikitolewa. Ikiwa tumeshinda na watunyang'anye watakiyumane. Hapa Katoro jinyi ni milisi yangu, mimi sitaki ujinga, nimewapatia mapaga. We have not been able to sustain strong social movements because we lack passion, drive, are divided by our ethnicity, religion, race, region, gender, generation and various layers of our membership in the middle class. Kwa kufanikisha hilo, jumla ya mashirika 11 ya kijamii pamoja na baraza la kitaifa la makanisa humu nchini yametukwa jukumu la kueneza kampeni hiyo hadi mwaka 2017 kwa udhamini wa ubalozi wa Uswizi nchini Kenya. That the 12 or 11 organizations that have been brought together under this program constitute themselves into a social movement. Zaidi ya Wakenya 1200 walipoteza maisha yao, huku 600 wengine kuachwa bila makao wakati machafuko ya mwaka 2008, na hadi sasa serikali bado haijajishughulisha na swala la wakimbizi wa humu nchini licha ya wao kudai hivyo. Francis Mtalaki, KTN leo. Moja kwa moja tuelekea hadi kaunti ya Garissa ambapo uhaba wa maji mjini Garissa na maeneo yaliyo karibu umeathiri wakazi, huku ikiarifiwa kwamba tatizo hilo limetokana na mzozo kuhusu ni nani anafaa kuongoza kampuni ya maji ya Garissa. Aidha, mwanafunzi mmoja wa kike amefariki baada ya kugongwa na gari alipokuwa akivuka barabara kwenda kutafuta maji ya kunywa. Hamza Yusuf ana mengi zaidi.
Ni katika barabara hii ya Kismayu ndipo msichana kwa jina Sadia Ismail mwenye umri wa miaka 9 alipata ajali katika harakati ya kutafuta maji. Walioshuhudia walithibitisha kisa hicho cha kutatanisha. There was a lady which was cracked by a truck. An accident happened here. Due to that lady was looking for water. And you can imagine this case has been there for quite a long time. Nimeona na macho yangu mtoto mmoja mdogo anatafuta maji imekonga na gari hapa mbele yangu. Na hiyo ni mbaya sana. Watoto wanatoka huku wakitumwa maji. Alafu hiyo kupeleka hiyo jerrycan kupitisha njia, magari zinakuja mbio, kila mali iko na junction, haina signboard. Haya yanajiri huku wazazi wake wakitafuta maji kwingine kujaribu bahati iwapo mtoto wao angekosa. Sisi tunaamsha watoto saa 10 wanaenda shule, baadaye waende shule wanaenda kutafuta maji. Jioni wakikuja baada ya kukula chakula tunatuma tena maji. Ndio hali inayoshuhudiwa katika eneo la Garissa tangu huduma za maji kukabidhiwa serikali ya kaunti. Nakwambia wakati nimezaa mpaka sasa nguo yangu yani natafuta mpaka kreta mtoni ndio nafua. Si barabarani, si shuleni, kila moja yuko mbioni kunusuru maisha. Duru za kuamini zinatuarifu kwamba hali hii imesababishwa na utendakazi mbaya ya wakuu wa shirika la maji mjini Garissa almaarufu Gawasco. Shirika hilo hupokea mamilioni ya pesa kila mwaka kutokana na ada wanazotoza wakazi ili kuhifadhi maji. Many people are not willing to pay for the water. Many say this is free water, particularly in the environs. They say this is from the government. More often than not, it forces us get out of the office, go and disconnect people in order to generate revenue. Baadhi ya zahanati hazijahudumia wagonjwa na mara nyingi wakilazimishwa kuja na maji hospitalini. Wenyeji sasa wanaielekeza kidole cha lawama kwa serikali ya kaunti. Hata baada ya wakazi wa Garissa kulalamikia swala hili kwa wizara husika, wanasema hawajapata majibu ya kuridhisha. Macho yote sasa yanamtizama mkurugenzi mpya wa shirika la Gawasco iwapo watatilia pondo swala hili. Hamza Yusuf, KTN News, Garissa. Hizi ni siku za mwisho. Yesu mwana wa Mungu amerejea duniani. Haya si maneno yangu mtazamaji, bali ni kulingana na wakazi wa kijiji cha Katheka katika kaunti ya Makueni. Wakazi hao wanadai kuwa Yesu na mamake Maria waliwasili katika kijiji hicho siku chache zilizopita na kuacha alama zao kwenye jabali. Mary Kilobi anaeleza zaidi. Imeandikwa kwamba Yesu mwana wa Mungu alipoondoka duniani aliahidi wafuasi wake kwamba atarejea tena, na wakati huu huenda asijulikane. Kitabu kitakatifu cha Wakristo kinamtaka kila Mkristo kuwa macho, maana hakuna anayejua wakati au saa ya kurejea kwa mwana wa Mungu. Kulingana na wakazi wa kijiji cha Katheka, kaunti ya Makueni, hizi ni nyakati za mwisho na mwana wa Mungu amerejea. Wanadai kwamba aliwasili katika kijiji hicho siku chache zilizopita akiandamana na mamake Mariamu. Sasa yadaiwa kwamba baada ya kuwasili walijichora kwenye jabali. Hizi ni picha wanazodai ni Yesu na mamaye akiwa amemshikilia. Nimethibitisha ni ukweli, sababu ukiangalia na macho huwezi ona, lakini ukiangalia na kamera unamuona. Hizo sasa nimethibitisha ni ukweli. Tukio hili limevutia umati mkubwa wa watu kutoka maeneo mbalimbali ili kushuhudia kile kinachotajwa kuwa ujio wa Yesu kijijini humu. Wengi wakinakili tukio hili kwa ajili ya kumbukumbu. Ni wakati wa Mungu ambao umefika ili aweze kujidhihirisha kwa watu wake. Tunaona labda ni Mungu ameona atumie hiyo picha kwa watu wa area hii ili waweze kubadilika na kumgeukia Mungu. Kwa sababu ni nyakati za mwisho, na nyakati za mwisho tunajua kwamba watu watakuwa nafundishwa neno la Mungu kwa mambo mengi kwa sababu watu wamekataa neno. Wakazi hao wanaamini kuwa ujio wa Yesu ni ishara ya mambo mazuri ambayo wanatarajia yatafanyika katika eneo hili. Wametoa wito kwa serikali ya kaunti kumkaribisha Yesu kirasmi katika eneo hili. Tunaomba kama inawezekana serikali ya Makueni County ikuje yaangalia vile mambo iko na ijenge kitu kama Sheraini, kama pale Sumbukia na kama Rocks. Ndio watu wakuja wakitoka mbali wanakuja kuhubiri hapa. Mimi naomba kanisa ya Katoliki enyewe
sababu hiyo nini mambo ni ya ukoya hiyo, aje watengeneze haya mahali pawe ni mahali ya kuombea Mungu. Watu wanapofika kwa wingi katika eneo hili lenye mawe mengi, wanasema kuwa wanasubiri kuona iwapo siku ya hukumu imewadia. Mary Kilobi, KTN News. Karibu kwenye safu ya KTN leo michezo. Kampuni inayofadhili ligi kuu ya kandanda humu nchini SportPesa imezindua kombe jipya litakalotunukiwa mabingwa wa ligi kuanzia msimu huu. Kombe hilo litakabidhiwa Gor Mahia siku ya Jumapili kwa mara ya kwanza baada ya mechi yao dhidi ya Muhoroni uwanjani Nyayo. Mashabiki wamehimizwa kuwa na utulivu na kutoingia katikati ya uwanja baada ya mechi ili kuwapa fursa wachezaji kusherehekea. Tofauti na misimu iliyopita, bingwa wa mwaka huu atatunukiwa kombe jipya lilozinduliwa hii leo. Kombe hilo lenye rangi ya fedha lina uzani wa kilo 12, urefu wa sentimita 90 na upana wa sentimita 60. Limetengenezwa nchini Italia na linafanana na lile la Copa del Rey nchini Uhispania. Maana ya kuleta kikombe kipya ni kuonyesha kuwa tunaanza mwanzo mpya katika ligi hii. Limegharimu zaidi ya shilingi milioni 1. Kwa kuwa Kogalo wamenyakua taji mara 3 mfululizo, watapata fursa ya kuchukua kabisa kombe, lakini ile la zamani, kwa kuwa kombe hili halijanyakuliwa na timu yoyote. Hivyo kwamba himizo langu kubwa kwa wapenda Kogalo ni kuwa jaribuni tu wangwana. Tumekuwa wangwana kwa hiyo safari tangu ligi anze. Ligi inapotamatika pia tunastahili tu wangwana vile vile, kwa sababu ungwana utatufikisha hatua hiyo nyingine, hata kupata sponsors. Mashabiki nao wamehimizwa kuwa watulivu na kuepuka kuingia katikati ya uwanja pindi tu mechi itakapoisha, ili kutoa nafasi kwa wachezaji kusherehekea, kupiga picha na pia kufanya mzunguko wa kutoa heshima, jambo ambalo limekuwa adimu kutendeka katika miaka hivi karibuni. We hope that things will run smoothly come on Sunday, and I'm praying and hoping that it will be a big day to me and to my fellow teammates. Thank you so much. Aidha wamehimizwa kufika mapema, kwani milango itafunguliwa mwendo wa saa 4 asubuhi, huku usalama ukitarajiwa kuimarishwa katika kila sehemu. Abula Ahmed, KTN Michezo. Na tukiendelea na taarifa zingine, fainali ya ubingwa wa dunia wa raga ya wachezaji 15 kila upande inatarajiwa kuwasisimua mashabiki wa raga ulimwenguni. Mabingwa watetezi New Zealand watajitosa uwanjani dhidi ya mababe wa Australia. Ni ya kuu kwa pande zote mbili, ikiwa ni kuwa mabingwa wa dunia. New Zealand itakuwa ikijaribu kutoa ubingwa wa dunia, na kufanya hivyo itakuwa ikitetea taji lao dhidi ya Australia siku ya Jumamosi katika fainali ambayo inatarajiwa kuwasisimua wengi. Hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa vigogo wa New Zealand na wale wa Australia kugaragazana katika fainali. Hata hivyo, vigogo wa All Blacks wanatarajiwa na wengi kubobea katika mechi hiyo, hususan ikiwa ni kikosi ambacho kimepoteza mechi 3 pekee tangia mwaka 2011 pale ambapo walitoa ubingwa wa dunia, taji ambalo wanajaribu kulitetea sasa. 4 years ago, but you look at all the teams that have won, they've had to dig pretty deep, and that's what we know we're going to have to do this week. And not actually doing anything magical, it's about doing your job when it counts. New Zealand na Australia wanatajika kukuwa na mashambulizi ya aiba kubwa, sawia kuwa na mabeki wa kutajika. Australia kwa upande wao wameridhisha wengi na jinsi ambavyo wamecheza michuano yao 6 katika kipute hiki, na kwa kulaza New Zealand ni jambo ambalo linawezekana. If I start thinking, oh, this is a massive game, and start doing things differently, then I'm not looking after my team properly. So I just want to make sure that everything's they're very well prepared, best they can, and then they'll get the chance to put everything we've done out on the field. Finali ya New Zealand na Australia inatarajiwa kuwaridhisha wengi ambao wanaenzi raga ulimwenguni, na ni peupe kuwa mechi hiyo haitakuwa rahisi. Moses Wahizi, KTN Michezo.
Tukirejelea taarifa ya volleyball, shirikisho la volleyball la wachezaji wasio na uwezo wa kusikia linatumai kuandaa timu itakayoshiriki mashindano ya All Africa Games yatakayoandaliwa nchini mwaka ujao. Shirikisho hilo pia linatumai kuandaa timu hiyo kuwa na makali kama vile timu ya taifa ya volleyball ya kinadada. Kwa mtazamo huu unaonekana kama mchezo wa volleyball wa kawaida. Lakini baada ya kuangalia kwa makini unaweza kung'amua wingi wa matumizi ya ishara katika mchezo huo. Nyota ya Kenya imekuwa iking'aa katika anga za volleyball barani, lakini hao ni kinyume ikilinganishwa na volleyball ya wachezaji wasiokuwa na uwezo wa kusikia. Kenya haijawahi shiriki mashindano ya wachezaji wasiokuwa na uwezo wa kusikia, lakini licha hayo shirikisho la humu nchini linalolisimamia wachezaji hao linatumai kuandaa timu itakayoshiriki mashindano ya Afrika. I think because this is the first time we are starting, I think we will not have any pressure because yes, we want to go to those heights because this is just the fundamentals. This is when we are starting. So I think we won't have a lot of pressure because this is what we have and we'll give all it takes. Volleyball in Kenya is very important because the deaf need to grow better in sports so that they can represent Kenya and show the government. Huku timu ya taifa ikiwa ingali kuzinduliwa, shirikisho hilo liliandaa mashindano ya kuwawezesha kuchagua baadhi ya wachezaji ambao wataunda timu ya taifa. Huku baadhi ya wachezaji wakipata motisha kutoka kwa timu ya taifa ya kinadada ambayo imekuwa na msururu wa matokeo mema, shirikisho hilo linatumai Kenya itafikia kiwango cha kuyapa mataifa mengine muda mgumu katika mchezo huo. But I know we can also challenge them. I know in volleyball we can also do it. Because I don't know with the deaf, I know with the hearing, I've had it before with the hearing teams, but now for the deaf, I think this is an experience we'll just have to encounter and get to see how we can do it. I think it's possible. The way I'm seeing, of course, the challenges, but we need more support so that the team can grow. Today, since it's the first time, there can be challenges, but owing to lack of funds, it can be very difficult. But if they get sponsorship, the team can grow very well. Changamoto zilichangia mashindano ya Afrika kutoandaliwa nchini mwaka huu, lakini baada ya mambo kurekebishwa mashindano ya Afrika yataandaliwa mwaka ujao nchini. Robinson Okenye, KTN Michezo. Na mtazamaji, kuna mengi zaidi tuliyokuandalia yakiwemo makala yetu ya kila Ijumaa ya Tembea Kenya. Studioni tuko na wageni kutoka kwa makavazi ya taifa, watakuwa natuelezea zaidi kuhusiana na historia ya jengo la Nairobi Gallery. Endelea kuwa nasi.